Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo, na tunatoa sehemu ya pili ya neno la Mungu. Nguvu ya neno la Mungu. Neno la Mungu pia limebeba nguvu ya kuonya na kuongoza. Neno la Mungu limebeba nguvu ya kuonya na kuongoza. Katika Timotheo wa pili 3:16 na 17 nasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaongoza watu na kuadibisha watu katika haki. Kwa hiyo linafaa kuongoza, linafaa kuelekeza, lina pumzi ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo ndani ya neno la Mungu kuna uongozi wa Mungu. Ndani ya neno la Mungu kuna uongozi wa Mungu. Kwa hiyo ukiona usomi neno la Mungu, kuna uongozi huwezi kuupata, kwa sababu ndani ya neno la Mungu kuna uongozi wa Mungu. Na hii inatuonyesha katika Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa 16 na wa 17, nasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Maanake ndani ya neno la Mungu kuna mafundisho ya Mungu, lafaa kwa kuonya watu. Ndani ya neno la Mungu kuna mambo yataonywa, lakini lafaa kwa kuwaongoza watu. Kwa hiyo kama linaongoza watu, neno ni kiongozi. Na ni kweli kabisa, hata ukisoma katika Zaburi ya 119 mstari wa 133 anasema, uziongoze, uzielekeze hatua zangu kwa neno lako. Neno linaweza likawa kiongozi na likaelekeza. Katika Zaburi hiyo unaona anasema linaelekeza, kielelezo, kuangalia usije ukakosea, linakuonyesha njia za kupita usije ukakosea. Lakini neno lina nguvu ya kujenga imani yako. Kwa hiyo wanasema imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, Ibrania 11:1. Kwa hiyo msingi mkubwa wa imani ya mtu unategemea kiwango cha kulisikia neno la Mungu ndani yake, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, katika Warumi 10 mstari wa 17. Kwa hiyo ukitaka imani yako iwe kubwa, lazima uongeze spidi ya kusoma neno na kulisikia neno. Ukishasoma neno na kulisikia neno, imani yako inakuwa. Kwa shetani akitaka kujaribu imani yako, atacheza na usikivu wako wa ndani katika kulisikia neno la Mungu. Unaposikia neno, imani yako inaumbika ndani yako. Unapokosa neno, imani yako inakuwa hafifu ndani yako. Lakini neno limebeba nguvu iletayo nuru ndani ya mtu, katika Yohana 1 mstari ule wa 5, na katika Zaburi ya 119 mstari ule wa 105 nasema, ndani yake ndimo ilimokuwa nuru ya watu. Lakini Zaburi ile ya 105 mstari wa 4 inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake. Bwana ni neno. Kwa hiyo ndani ya neno kuna nguvu za Mungu. Katika Yohana 3 mstari wa 18 mpaka wa 20, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, wakalipenda giza kuliko nuru. Kwa hiyo ndani ya neno kuna nuru ya Mungu. Neno taa na mwangaza wa njia, katika Zaburi ya 119 mstari ule wa 105 nasema, neno lako ni taa na mwangaza wa njia zangu, huniangazia popote ninapokuwa. Kwa hiyo kuna nuru na kuna taa ndani ya neno la Mungu. Tunapolisoma tutegemee kuona taa na mwangaza ndani ya neno. Kwa hiyo tunaamini kupitia ujumbe wa leo ya kwamba kuna watu wengi wanafunguliwa. Kwa hiyo neno pia limebeba uwezo wa kumtia mtu nguvu. Katika Zaburi ile ya Isaya 41:10 nasema, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Anayetia nguvu ni Mungu, na Mungu ni neno. Neno lina uwezo wa kumtia mtu nguvu. Isaya 40 mstari wa 22 anasema, huwapa nguvu wale wanaozimia. Hata vijana watachoka, watazimia, wazee watachoka, lakini wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, nao wataenda juu sana kama tai. Na ukisoma katika Zaburi ya 105 mstari wa 4 inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo wapendwa watu wa Mungu, tujitahidi sana kulisoma neno, kulisikiliza neno na kulitafakari neno, ili kiwango chetu cha imani kipande, lakini nguvu zetu za rohoni ziongezeke, lakini tuweze kupewa ujasiri badala ya hofu, lakini tuweze kupata mwongozo ya kimungu katika maisha yetu, katika hatua mbalimbali au maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Asante kwa kutusikiliza kwa kipindi hichi. Mungu akubariki sana. Tunataka tuombe kwa ajili ya wale wote ambao wana shida mbalimbali, aidha ni wagonjwa au wanapitia mahali pagumu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu. Asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Ninakwenda kunyamazisha kila ghasia ndani ya watumishi wa Mungu. Navunja roho zote za mashaka, mauti, mateso na kifo.
na nyamazisha na kuteketeza katika jina la Yesu. Damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani na inyunyuza kuanzia utosini sasa hata kwenye nyayo. Baba wa mbinguni, ninakurudishia sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme mkuu. Asante Mungu wa Ibrahimu, mwenye uwezo wa kuokoa na kuponya ni wewe. Ninakurudishia sifa na utukufu mtakatifu. Naomba kwa ajili ya wajane, naomba kwa ajili ya yatima, naomba kwa ajili ya wafungwa, naomba kwa ajili ya walio wagonjwa, naomba kwa ajili ya ambao hawawezi, katika jina la Yesu. Tunajiombea ujasiri, tunajiombea nguvu, tunajiombea kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme wa wafalme na Bwana wa majeshi, Mungu wenye uweza. Pokea sifa na utukufu na shukrani, kwa sababu wewe ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka kwenye mauti zinayo wewe. Tunafunika kila mmoja wetu anayetufuatilia na anayetusikiliza kwa ile nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Fungua kiu daima ya kulisoma neno lako bila kuchoka na kulisikilia neno lako, ili imani yake iumbike katika jina la Yesu. Tunakemea magonjwa, tunakemea hofu, tunakemea kukata tamaa na tunakemea mauti za kila aina juu ya watumishi wa Mungu. Tunaomba pia kwa ajili ya wale ambao wanasimama na sisi kupitia sadaka, ili kuhakikisha vipindi hivi vinafika kote ulimwenguni na watu wanasikiliza na wanafunguliwa. Baba wa mbinguni, naomba uwakumbuke na uzipokee sadaka zao na kuzitakabali, maana umesema katika neno lako, waendeje wasipopelekwa? Naamini wote wanaotoa ni kwa ajili ya kupeleka vipindi hivi ili kufikia watu. Baba, ninanyamazisha hofu na ghasia na kila aina ya roho zinazoinuka kinyume na mpango wako na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba wa mbinguni, tunakurudishia sifa na utukufu na shukrani, maana una nguvu, maana unaweza. Libariki neno lako na ubariki msikilizaji na mtazamaji wetu. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Kama uko unatufuatilia, unaweza ukatutumia ujumbe mfupi kwa ushauri au kama unahitaji lolote kupitia namba za simu ambazo ni 0759044115 au 0676237816. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Amen.